Karibuni sana KingoFarm. Leo hii ninakwenda kukuonyesha maeneo matano ambayo yanaweza yakawafanya kuku wako wakadumaa hata kama unawapa chakula cha gharama sana. Kwa uwe makini, maana wafugaji wengi sana wanaamini kwamba ukiwalisha kuku wako chakula cha gharama hawawezi wakadumaa hata iweje. Mfano ukienda dukani kukuta labda wanauza grower 1090 afu kuna grower nyingine wanauza 1060, utaenda kuchukua ya 1090 ukijua kwamba inakuwa ina performance kubwa. Sasa ni kweli chakula cha gharama kubwa yawezekana virutubisho vingi vimewekwa mle ndio kitachangia kuku wako waweze kukua vizuri, lakini pia usiyasahau ya maeneo matano ambayo ninakwambia hapa. Uwe nayo makini sana. Endapo utashindwa kuzingatia haya maeneo, kuku wako tu hata kama utawapa chakula cha gharama kubwa. Tukianza na eneo la kwanza kabisa. Eneo la kwanza ni kama kuku wako wanakuwa wamebanana sana bandani. Yaani una banda fulani ambalo kuna msongamano mkubwa wa kuku ni wengi kuliko lile banda. Mfano kuku labda inatakiwa wakae kuku 500 kwenye hilo banda, wewe ukaweka kuku 700. Kwa hiyo pale unakuwa umeoverstock. Kuna ubaya wa mabanda ya kuku wakiwa wadogo unaweza ukaona wanatosha kabisa kwenye banda, lakini wanavyozidi kukua ndivyo ambavyo wanazidi kujaa kwenye lile banda na kufanya lile banda liweze kuzidiwa uwezo wake, ile capacity yake ile ya kawaida ikawa imezidi, na hivyo unaweza kuona kuku hawakui tena, wamedumaa. Kwa hiyo utaweza uhisi labda chakula kinaweza kikasaidia, lakini kumbe shida ni kwamba wamezi kwenye lile banda. Kwa kawaida kuku wakubwa huwa tunasema kwamba kwenye square ya mita 1, yani urefu mita 1, upana mita 1, inatakiwa kae kuku wastani. Kwa mfano ni chotara wastani wa kuku 5 mpaka kuku 8. Umeona? Kwa hiyo ukizidisha kuweka kuku 10 lazima tu watadumaa. Hiyo ni sababu ya kwanza. Lakini sababu ya pili pia, endapo utawalisha kuku wako chakula ambacho hawashibi chini ya kiwango, kuku wako watadumaa. Hasa hii huwaga inatokea pale ambapo unaamua kuwapimia kuku wako chakula. Kuna kipimo maalum ambacho kuku akila kwa siku ndio huwa anakuwa ameshiba. Mfano hawa chotara unaowaona huwa wanakula kuku mmoja anakula gramu 150. Nikimaanisha kama una kuku 100 utawapimia kilo 15 kwa siku, na yenyewe utaigawa, usiwalishe mlo mmoja, inatakiwa wape asubuhi, mchana na jioni. Endapo kilo 15 hizo utawapa kwa mlo mmoja, kuna kipande hapa watakuwa wanateseka na njaa, hivyo itafanya waweze kudumaa. Kwa hiyo sio kwamba unawapa kuku wako asubuhi tu, hakikisha unawapa asubuhi chakula kingi, mchana cha wastani. Kwa mfano kama kilo 15 unaweza ukagawa, asubuhi ukawapa labda kilo 8, mchana ukawapa labda kilo 4, jioni napo ukawapa kilo 4 au ukawapa kilo 5. Yani hakikisha kwamba unagawa kuku wanakula kwa vipindi hivyo hapo. Na inaonekana tu, utaona tu kuku ambao hawashibi kwanza wanakuwa wanachimbua sana banda, wanakuwa wanaliharibu sana banda kutafuta chakula, vitu kama hivyo. Wakikuona wanakukimbilia, ujue hao kuku wana njaa na hawashibi vizuri. Na usikalili vipimo. Muda mwingine kuku wengine wanaweza wakawa wanakula zaidi ya kuku wengine kutokana na hali ya hewa, lakini pia na mazingira vinatofautiana. Mimi naweza leo nikakwambia kuku anakula gramu 150, lakini kuku wako wakawa wanakula chini ya gramu 150 au juu ya gramu 150. Kwa hiyo kitu kikubwa ni kwamba inatakiwa uwasome kuku wako chakula gani ukiwapa hawasumbui, kwamba wanakuwa wameshiba. Hiyo itakusaidia wewe ili uweze kupanga bajeti yako vizuri kabisa. Kwa hiyo kwenye chakula, ukiwapa chakula ambacho hakitoshi, kuku pia huwa wanadumaa. Eneo jingine, unaweza ukatengeneza chakula cha gharama kubwa lakini ukashindwa kuweka virutubisho katika uwiano sahihi. Hii kesi mimi nimekutana nayo sana kwa wafugaji ambao huwa wanatengeneza chakula ili kuku wao waweze kutaga. Unakuta mtu anakuletea kanuni ambayo ni ya gharama kubwa sana. Akitengeneza chakula anatumia pesa nyingi sana, lakini kuku wake hawatagi. Ni kwa sababu tu amekosea vile virutubisho kuviweka. Labda kwenye chakula, kwa mfano kwa vifaranga, kuna kiasi fulani ambacho kinahitajika kwenye mchanganyo wako cha protini. Ukizidisha ni kosa na ukipunguza ni kosa. Umeona? Kuku wanaokuwa hivyo pia na wenyewe wana kiasi chao ambacho sio sawa na wale kuku ambao ni vifaranga. Umeona? Kuku wa mayai pia kwenye protini yao inapungua tofauti na vifaranga.
Sasa ndugu zangu, kabla sijamalizia sababu mbili ambazo ni za muhimu sana na wafugaji wengi sana kuku wao wamekuwa wakidumaa kutokana na hizo sababu, na kukumbusha tu unaweza ukajiunga na kundi letu la WhatsApp ili kupata mafunzo ya uleaji wa kuku. Utaangalia sisi tunavyolea vifaranga tokea wakiwa wadogo mpaka wakiwa wakubwa katika mazingira ya kawaida na kwa gharama nafuu kabisa. Lakini pia tunavyo vitabu ambavyo ni soft copy, ni vitabu vizuri sana. Tuna kitabu cha mwongozo wa kuwalea broiler, kuwalea kuku chotara, kuwalea kuku wa kienyeji, lakini pia kuwalea kuku wa mayai. Lakini pia tunacho kitabu ambacho ambavyo unaweza ukatengeneza booster za asili. Booster za asili zimekuwa na matokeo makubwa sana, hata sisi hapa KingoFarm zimekuwa zikitusaidia sana. Lakini pia kutengeneza tiba za asili kwa tibia. Kuna magonjwa waga ya tibiki, kwa mfano kideri, ndui waga ya tibiki, lakini hizi tiba za asili zinatibu vizuri kabisa. Kitabu chetu kimoja ni shilingi 10,000 na ni soft copy, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Lakini kujiunga na kundi ada yake ni 8,000. Utakaa kwenye kundi kwa muda wa miezi miwili. Ikifika miezi miwili ada yako inakuwa imeisha. Lakini pia nikimalizia na sababu za mwisho kabisa, sababu ya kwanza kwenye hizi sababu mbili ni magonjwa. Endapo kuku wako wataumwa kwa muda mrefu bila kupata matibabu yoyote au dawa unazotumia haziwatibu, lazima wale kuku watadumaa. Kuku anapokuwa anaumwa, nguvu nyingi sana anakuwa anatumia kupambana na magonjwa na sio kwenye ukuaji. Kwa hiyo hiyo itakufanya kuku wako waweze kudumaa. Ndio maana huwa tunasema kwamba jiunge na kundi letu litakusaidia sana kuku wako wasiweze kudumaa, kwa sababu pia tutaelekeza jinsi ambavyo inatakiwa ufuge. Lakini pia ukiwa na vitabu, kwa mfano kitabu cha tiba za asili, tiba ambazo tumeziandika mle ni tiba ambazo sisi pia tumezifanyia majaribio. Kwa hiyo kuku wako watakuwa wanapona mapema. Lakini pia matumizi ya kinga za asili, vitu kama hivyo hapo vitakufanya wewe kuku wako waweze kupona mapema kabisa. Sababu ya mwisho ambayo ninakwenda kukutajia hapa, unaweza ukapata vifaranga ambao hawakui haraka. Yani breed ambayo unakuwa umechukua unakuta kwamba ni breed fulani ambayo haikui haraka. Sasa hii kesi waga inawakuta wafugaji pia wa kuku wa broiler. Unakuta kawaida wewe ni mfugaji mzoefu kabisa na huwa unawaleta kuku wako bandani, ikifika siku ya 28 unawauza. Lakini kuna baadhi ya vifaranga ukiletewa, ikifika siku ya 28 unakuta bado ni wadogo, wanahitaji wafike hadi siku ya 35 ndio labda uweze kuwaingiza sokoni. Kwa hiyo inakuwaga ni ile mbegu ambayo umeletewa. Na kuna vifaranga ambao pia waga tunawapata siku ya 24. Siku ya 24 unakuta tayari wameshafika kama wale wa siku ya 28. Kwa hiyo wao ni sherehe. Lakini kuna ambao wao wanakuwaga kama vile wana udumavu wa asili, pia hiyo waga inatokea. Kama umeshapataga vifaranga karibuni sana KingoFarm. Sasa bwana, leo hii kwenye hii video ninataka niongee kwenda kukupa uzoefu ambao wapo maeneo ya pia hapa shambani waga tuna niwape mbinu vifaranga kishakuwa wadogo, yani wakiwa wale wadogo kabisa wametumia vifaranga upo maeneo ya mjini na unahitaji ufuge kuku vizuri kabisa. Na hizi mbinu ninakupa kwa sababu ya changamoto ambazo zipo. Moja ya changamoto kubwa ambazo zinawakabili wafugaji ambao wapo maeneo ya mjini, kwanza kabisa ni maeneo yanakuwa ni kidogo. Unaona sisi hapa siku ya 24 anafikisha kilo 1.5 ambayo kumpeleka sokoni anauzika vizuri kabisa. Huwezi ukapata eneo kubwa, tunaomba utafute pale ambapo unahitaji kujiunga na kundi, lakini pia unahitaji kitabu. Na changamoto nyingine nyingi tunatoa huduma hizi, tuna watu wengi sana ambao tunawasikiliza. Asanteni na kwaheri.